Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Karibu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunafurahi kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki maalum kilichoandaliwa na Pastor Bukelebe Ngelela na kinasomwa kwako na Yustasela Jioni. Leo tunaangazia tumaini kuu la Wakristo, ahadi ya dunia mpya ambayo Mungu ameiandaa kwa wale wanaompenda. Tafadhali kaa nasi hadi mwisho, maana ujumbe huu unakupa faraja, matumaini na nguvu mpya katika maisha yako ya kila siku. Biblia inafundisha wazi kwamba Mungu hakuumba dunia hii kwa mateso, huzuni na maumivu tunayaona leo. Hapo mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo, tunaona dunia ikiwa kamilifu, mahali pa amani, furaha na ushirika wa karibu kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini dhambi ilipoingia, mambo yote yaliharibika. Hata hivyo, Mungu hakuacha mpango wake. Katika Biblia takatifu tunaona ahadi ya mbingu mpya na nchi mpya. Isaya 65:17, Ufunuo 21:1. Mahali ambapo haki itakaa milele. Dunia hii mpya haitakuwa ndogo au mfano tu, bali ni halisi kabisa. Kama vile tunavyoona, kugusa na kuishi katika dunia hii ya sasa, ndivyo itakavyokuwa pia ile mpya. Mtume Petro anaeleza kwamba dunia ya sasa itasafishwa kwa moto. Petro 2:3-10-13. Na baada ya hapo Mungu ataifanya upya. Hii ina maana kuwa dunia mpya ni hii, lakini imefanywa kuwa safi, bila dhambi, bila uchafu na bila uovu wowote. Fikiria bustani nzuri isiyo na magugu, miji isiyo na uhalifu na maisha yasiyo na hofu. Hivyo ndivyo dunia Mungu anatuandalia. Katikati ya dunia hiyo mpya kutakuwa na mji mkuu unaoitwa Yerusalemu mpya. Biblia inatueleza mji huu kwa uzuri wa ajabu. Umejaa nuru ya Mungu kiasi kwamba hauhitaji jua wala mwezi. Ufunuo 21:23. Kuta zake ni za mawe ya thamani na barabara zake ni za dhahabu safi kama kioo. Huu si uzuri wa kawaida, bali ni uzuri wa mbinguni unaoonyesha utukufu wa Mungu. Ndani ya mji huu kuna mto wa uzima unaotoka katika kiti cha enzi cha Mungu, na mti wa uzima unaotoa matunda ya uzima wa milele. Ufunuo 21:1-2. Lakini uzuri wa dunia mpya hauishi kwenye majengo au mandhari. Uzuri wake mkuu ni uwepo wa Mungu mwenyewe. Biblia inasema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Ufunuo 21:3. Hii ina maana kuwa hatutaishi tena kwa imani tu, bali tutamwona Mungu uso kwa uso. Hakutakuwa na maombi ya kuomba uwepo wake, kwa sababu atakuwa nasi daima. Hii ndiyo furaha kuu kuliko zote. Maisha katika dunia mpya yatakuwa ya kipekee na yenye shughuli nyingi za furaha. Biblia inasema tutajenga nyumba na kuishi ndani yake, tutapanda mashamba na kula matunda yake. Isaya 62:21. Hii inaonyesha kuwa tutakuwa na kazi, lakini si kazi za taabu, bali kazi ya furaha na ubunifu. Kama mtu anapenda kujenga, atalifanya hilo kwa furaha. Kama anapenda kulima, atafanya hivyo bila uchovu. Hakutakuwa na kukata tamaa, kushindwa au hasara. Mahusiano pia yatakuwa kamili. Tutakutana tena na wapendwa wetu waliokufa katika Bwana na tutatambuana. Kama wanafunzi walivyomtambua Yesu baada ya kufufuka, ndivyo nasi tutakavyotambuana. Hakutakuwa na migogoro, chuki au kuvunjika kwa familia. Upendo utatawala kila mahali. Ingawa Biblia inasema hakutakuwa na ndoa kama ilivyo sasa. Mathayo 22:30. Mungu ataweka kitu bora zaidi, mahusiano safi yenye upendo wa kweli usio na wivu wala maumivu. Zaidi ya hayo, akili zetu zitarejeshwa katika hali yake kamilifu. Tutajifunza mambo mapya milele bila kuchoka. Tutachunguza uumbaji wa Mungu, kujifunza kuhusu nyota,
mimea na viumbe vyote vya undani mkubwa. Lakini zaidi ya yote tutajifunza kuhusu upendo wa Mungu na wokovu kupitia Yesu Kristo. Hii itakuwa sayansi kuu ya milele, kujifunza rehema na neema ya Mungu. Habari njema zaidi ni kwamba katika dunia mpya hakutakuwa na mambo mabaya tuliyozoea. Hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na huzuni, hakutakuwa na kilio, hakutakuwa na maumivu, hakutakuwa na hospitali, hakutakuwa na makaburi, hakutakuwa na vita. Dhambi haitakuwepo tena na shetani hatakuwa na nafasi. Ufunuo 21:4. Hii ni ahadi ya uhakika kwamba mateso yote ya sasa yataisha milele. Tumaini hili lina umuhimu mkubwa kwetu leo. Linatupa nguvu ya kuvumilia magumu ya maisha kama vile Yesu alivumilia msalaba kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake. Waebrania 12:2. Nasi tunaweza kuvumilia changamoto tukijua kuwa kuna maisha bora yanakuja. Tumaini hili pia linatupa motisha ya kuishi maisha ya haki tukijua kuwa Mungu ametuandalia urithi wa milele. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, dunia hii si mwisho wa hadithi. Kuna maisha bora zaidi mbele yetu. Mungu anakuita uwe sehemu ya dunia hiyo mpya. Anataka uishi naye milele katika furaha isiyo na mwisho. Swali ni, je, uko tayari kwa maisha hayo? Je, umeweka tumaini lako kwa Mungu? Tunapofikia mwisho wa makala hii, napenda kukuacha na maneno haya ya faraja. Haijalishi unapitia nini leo, kuna kesho iliyojaa matumaini. Mungu hajakuacha na mpango wake kwa ajili yako ni mzuri. Shikilia imani yako, endelea kumtumaini Mungu na tembea katika njia zake, kwa maana thawabu yako ni kubwa. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kupitia Bukelebe TV. Mungu akubariki sana, akulinde na akupe amani isiyozidiwa na kitu chochote. Tutaonana katika vipindi vijavyo. Hadi wakati huo, kaa salama. Endelea kumtumaini Mungu na kumbuka, mbingu mpya na nchi mpya zinakuja. Kwa heri kwa sasa, mpendwa msikilizaji na mtazamaji.